Mambo ni bulbul. Young Africans leo wanachangia damu pale kuelekea kwenye cha Mwananchi. Pengine ni moja ya hamasa sana ya kuwavuta wananchi mbalimbali na baadhi ya mashabiki wa Young Africans kuelekea kwa siku hiyo. Unaonaje jambo hili kwa Young Africans kufanya kitu leo? Yeah, ni jambo bora na nimekuwa nikiongea mara kadhaa. Unajua Yanga ndio mfano wa kuiga wa nchi kwenye kila kitu. Sio tu nchi hii, hata Afrika Mashariki na Kati. Yaani kama unataja timu bora kwa miaka 5 hivi karibuni unataja Yanga. Toka kiwanjani mpaka namna ya mchezaji wa club. No doubt. Yaani vitu vingi Yanga wanavifanya bora ambavyo watu wa nchini kwetu wengi tumejikita kuongea mapungufu ya timu. Ila yale mambo ambayo Yanga wanafanya kwa bora mkubwa. Uone kama watu wanawapa Yanga MTV, lakini wanataka yatokee mapungufu ndio yaongelee. Lakini kiukweli Yanga amekuwa akifanya vyema kwenye kila engo. Toka uendeshaji wa klabu yao, ndio maana umeona vilabu vingine vimekuwa vikitoka huko mbali, labda Malawi, Rwanda, kujaribu kupata elimu namna kuendesha klabu kwenye klabu ya Yanga. Lakini pia kiuchezaji pia wamekuwa wakifanya vyema kwenye miaka 5 hivi karibuni. Wamekuwa wakifanya vyema kweli kweli. Kwa hiyo ni klabu ambayo ukitazama unaona ni mfano wa kuigwa kwa kila klabu. Yaani unajua kuna watu wengine wanapingana na Yanga, jambo ambalo linawafanya wao pia kutokuendelea, kwa sababu kuna mtu anasema kunambiaga kuna muda ili ufanikiwe lazima ukubali kwamba aliyeko juu yako amekuzidi na ukubali kupata kitu kutoka kwake. Lakini kuna watu hawakubali kwamba Yanga amewazidi, bali kuna wamechagua engo ya kujitetea kwamba mara ananunua mechi, mara anakaka na dada, jambo ambalo haileti maana nzuri. Kwa hiyo kiukweli Yanga ni kila wanachokifanya kwa mimi probably ni timu ya kuigwa, yani ni mfano wa kuigwa kwa vilabu vyote hapa nchini, na sio tu nchini, hata Afrika Mashariki na Kati. Nimekuwa tukifanya hizo vitu kwa muda mrefu na nadhani kuna issue kidogo hapa nchini kwa vya kwetu. Unajua Yanga kwa mfano, Yanga ingekuwa ni timu kutoka nchi nyingine. Yeah. Watu wengi wanatolea mifano. Yaani ungeona waandishi wa mara nyingi tu wanatolea mifano. Bwana unaona mfano kabla Yanga ingekuwa ipo kama Kenya. Bwana mtu anakuwa umeona timu ya Kenya. Ile timu ni hatari, imefanya hiki na hiki na hiki, imetoa kiongozi kaenda kuchaguliwa CAF, kuteuliwa wapi, kitu kama hicho. Lakini kwa sababu iko kwetu tunachukulia tu kawaida. Lakini kiukweli nadhani ni klabu ambayo imekuwa ikifanya vyema, na hili kwangu mimi siwezi kusita kupongeza. Wasileti uchawa, lakini naongea kwa sababu najua kila mtu amekuwa akifanya, na nimekuwa nikiona mara kadhaa kada zao, viongozi wao, mashabiki wao pia. Hata mashabiki, unajua mashabiki wa Yanga na mashabiki ambao wana umoja mkubwa sana. Yaani mashabiki wa Yanga wanaweza kuona hii rangi ni nyeupe. Hii ni nyeupe. Nyeupe sha. Ila yakaamua hiyo blue. Na ikawa blue. Yaani mashabiki wanajua hii ni nyeupe, ila wakataka iwe blue na inakuwa blue. Kwa hiyo nadhani kwenye hiyo engo wamejishape vyema na wamekuwa wakifanya vyema kwa mara nyingi. Kwa hiyo jambo leo la kuchangia damu kwangu nafikiri jambo bora ya kudirisha kwa jamii, sababu unajua watu wenye mahitaji ya damu inawezekana sio washabiki wa Yanga tu. Unaona, shabiki wa timu nyingine, wana Mungo, hiyo Mbeya City wa kocha anaweza kuugua, lakini kupitia klabu kama Yanga ambaye ina ushawishi mkubwa ikaenda kutoa mchangia damu pale, maana letu watu wengi, sababu inawezekana labda hospitalini wakaita watu kuchangia damu, namba ya watu ni wachache wanaoenda, lakini hizi club kutokana na watu ambao ziko nazo, watu ambao wanazifuatilia, zikiita watu wanaenda. Kwa ni jambo bora na jambo la kupongeza, jambo la kijamii, sababu unapochangia damu unagusa maisha ya mtu. Leo mtu boda boda ndio anapata ajali, ameenda hospitalini na damu ile ambayo alikuwa klabu imetoa ndio inaenda kumsaidia kuokoa maisha yake. Edison, wiki iliyopita au mwanzo wiki hii Simba Sport Club walifanya hilo jambo na walikuwa wanatoa ofa kwa wale ambao wanaenda kuchangia damu shilingi 50,000. Mohamed Dewji anafanya hicho kitu. Young Africans tumeona wameorodhesha baadhi ya zawadi, kutakuwa na zawadi mbalimbali, japokuwa hajasema kama ni nini ambazo tunakutoa na watu wanaenda kujitolea huko. Unadhani wanaleta motisha gani kutoa zawadi pale ambapo watu wanajitokeza kuchangia damu? Motisha ni jambo lingine la labda tu kumfanya mtu mwenyewe apate ile morali ya kwenda kuchangia damu, lakini kuchangia damu ni jambo ambalo limekaa tuseme hata kiuto, sababu I don't know, hatujui kesho yetu. Inawezekana sio mimi, sio wewe, lakini ni mtu mwingine akapata ajali au akapata madhara yoyote ambayo atamhitaji apate damu. Kwa hiyo unapochangia damu maana yake different, unaenda kugusa maisha ya mtu mwingine. Kwa kwangu nafikiri achilia mbali hizo zawadi ambazo zinawekwa, hii inaweza kuwa tu kama sehemu ya kujaribu kumtoa mtu nyumbani kuja kuchangia damu, lakini jambo lenyewe ile ambalo mtu kuchangia damu ni jambo kubwa, sababu jambo ambalo linaenda kuokoa maisha ya watu wengine, sababu watoto, mama wajawazito, vitu vingi. Najua issue za damu ni issue fulani ambazo zimekaa, yani ziko ni issue muhimu kiasi cha kwamba zinahitajika mara kwa mara. Watu wengi wanahitaji damu. Kwa hiyo kama mnachangia damu kwa jambo bora zaidi. Tuende toka hapo tuende kwenye swala la usajili ambao limepamba moto jana. Baada ya muda mrefu Young Africans kuweka jezi namba 6 kama ni jezi ambayo ikitambulishwa kutakuwa na
mambo mengi yataendelea kwenye nchi, hususan kwenye usajili wa Young Africans tunazungumza sana, lakini Mohamed Dewji jana ameweka Insta story yake namba 6 na baadhi ya upepo kabadilika kwamba tajiri hawazungumzi sana bana, tegemea kuyaona haya na Faisal Salum akiwa gonzo mitandaoni. Kwanza nizungumzie Insta story ya tajiri Mohamed Dewji. Hapo hajafuta kweli, mbona leo leo alishaifuta. Kwa nini akafuta? Kwa nini kafuta? Mimi sijui kwa nini kafuta. Tajiri vipi tajiri? Mbona anafuta? Anyway, hiyo ndio imekuwa ni talk of story kwa social media. Imemeka headline. Na kinachochangia zaidi nadhani ni Fei mwenyewe. Unajua Fei ni mchezaji ambaye kila klabu inamtamani. Yaani hakuna nchi, hakuna timu inatamani kuwa na Fei. Nchi hakuna timu inatamani kuwa na Fei. Kila timu inatamani kuwa na Fei, lakini namna ya kumpata huyo Fei. Kwa hiyo najua kuna muda unajua tunapofanya vitu kama hivi na uendea tofauti Azam. Najua, lakini kiukweli Fei Azam kwake siamini kama ni eneo bora kuwa pale. Yaani Fei deserve kuwa Azam. Kwa nini? Inabidi atafute timu nyingine. Yaani kama kuna vitu ameenda kuvipata, kwa hiyo miaka miwili alikaa Azam anavipata. Labda anataka issue ya hela kashaipata. Kwa hiyo nao Dewji anatafuta mafanikio. Yaani Fei kwa level yake inabidi afanikiwe, inabidi ashinde vikombe. Azam mara mwisho vikombe ni lini? Ndio kikombe mara mwisho ni lini? 12. Miaka mingapi imepita? Miaka mingi. Kwa Fei kuna muda mwingine ili ya connect kati ya kipaji chake na mafanikio yake mengine kwenye career. Lazima wacheze timu ambayo wanaweza kupata garantia ya kushinda makombe. Simbaranga ukienda najua kwa jamani wamekaa miaka 5 hawajashinda ubingwa, lakini yaani inawezekana miaka 3 ukapata ubingwa wote CRDB aidha ligi kuu. Lakini kwa Azam inaweza kuwa ni ngumu. Kwa hiyo watu kuiota hiyo ndoto sio vibaya, kwa sababu Fei mwenyewe ukimtazama mchezaji ambaye top quality. Yaani kuna muda kuna time itafika itabidi tujiulize kwa nini Fei anacheza barani Ulaya au kwa nini Fei hajacheza nje ya Afrika. Labda kwa nini Fei hajacheza nje mpaka Tanzania? Sababu ni mchezaji ana kipaji kikubwa mno, lakini I don't know nini ambacho kinamkuta, lakini naamini miongoni mwa talanta kubwa ambazo zimekubalikia kwenye ligi yetu ni Fei. Kwa hiyo klabu yoyote kutamani kuwa naye ni jambo moja, akaanza namna kumpata. Sababu najua Azam hawajamchukua Fei tu kikawaida. Kuna vitu vingi walikuwa wameweka, lakini pia kuna vifungu. Nilikuwa msikia Igwe anasema inawezekana wao wapo tayari kufanya biashara, lakini je, utafikia chimbo chao wanakitaka? Yaani wao kufanya biashara sio issue ni je, utafikia matakwa yale ambayo wao wanayataka? Unafahamu? Issue sio kufanya nini? Sio kufanya biashara. Utafikia yale matakwa ambayo wao wanayataka kama klabu. Wewe kubaliana na mchezaji, lakini je, klabu itakubaliana nayo? Kwa hiyo mimi naamini kila klabu ina dream kuwa, kila klabu inaota ndoto ya kuwa na Fei kwenye ligi yetu. Tuangalie miaka ambayo amehudumia, yaani miaka ambayo GSM amejiunga na Young Africans. Ameongeza kitu gani labda Edison na thamani ya wachezaji ambao wanasajiliwa, lakini pia thamani pia ya Young Africans na maana nembo ya Young Africans kwa jumla ameongeza nini GSM? Kaingiza vitu vingi. Kwanza tukubaliane, imepanda maradufu ya pale ambako ilikuwa. Yaani kama imepanda tuseme hata zaidi ya mara 10 ya pale ambako ilikuwa. Ukirudi miaka 10 iliyopita nyuma, Yanga kwenye hata tuende labda kimataifa ilikuwa ni ngumu hata kuingia Group Stage. Lakini baada ya ujio wa tajiri GSM akishirikiana na engineer wamefanya kazi bora ambayo imewaleta leo hii Yanga kwenye kilele cha mafanikio. Na ndio maana Yanga kama kuna mtu wanamtunza kwa wivu mkubwa, na nimeona hapa mashabiki wengi wa Yanga wamekuwa wakiongea ni GSM, kwa sababu wanajua thamani, wanajua kile ambacho wapi alikuwatoa na wapi ambako amewaleta wakati huo. Inawezekana nje anaongelea mambo mengi, lakini kiukweli kwenye nchi yetu tunahitaji mno watu wa mpira. Yaani ukiwatoa hawa matajiri ambao wapo kwenye mpira, wanasema bora atoke aje mtu mwingine. Ni ngumu, sababu kuna muda wa vilabu vilikaa matajiri wenyewe hawakuepo. Kwa hiyo ukiwa na mtu mshikilie. Najua kuna faida inapatikana, lakini kuna muda watu wanafanya for the love. Yaani achilia mbali kwa kile kwamba wanapata kama kufanya biashara. Yaani kuna muda mtu anafanya for the love. Kwa hiyo leo hii unapoongelea issue kumleta kama mtu kama Shalulile kwenye ligi yetu, sio jambo rahisi ujue. Nipita Shalulile ambaye angalia profile yake Namibia, angalia Mamelodi Sundowns namna ambavyo alikuwa anacheza. Kwa hiyo kumleta hapa hajajua kwenye wakati gani, lakini nadhani ni miongoni mwa tajiri nyingine kubwa pamoja kwa kufanya. Kwa hiyo yote inadhihirisha namna ambavyo tajiri amekuwa akifanya vitu kwa bora mkubwa. Lakini pia tunasema hata kusama baadhi ya mambo, Yanga ukiangalia kwa miaka hivi karibuni imekuwa ni timu ambayo hata pia ushirikiano wa vilabu vingine, yaani kwa mfano umeona mara kadhaa alienda Toyota Cup pale nchini Afrika Kusini dhidi ya Kaizer Chiefs kucheza mechi za kirafiki. Ile pia ndio hiyo tunasema value ya club, kwamba wanaamini kumchukua mtu fulani kumleta hapa
tuta connect namna ya kibiashara, kwa sababu chapa ya klabu pia iko juu. Kwa mfano umeona leo hii baada ya kwenda kuzindua uwanja wa Geita kule Bukombe, Yanga kachukuliwa sio kwa bahati mbaya, sababu kuna level cassette. Kwa naamini kupitia wao wanaweza kupata jukwaa lingine kubwa la kuonyesha uwanja wao. Kwa naamini different kwa issue hiyo. GSM wamewatoa Yanga sehemu ambayo walikuwa hawapo huko awali na wanaleta sehemu nyingine ambayo ni bora. Tutazama tofauti ya usajili. Ni nani, nataka niambie compare Simba na Yanga Africans kwa swala la usajili. Nani ambaye amefanikiwa zaidi mpaka hivi sasa kabla ya dirisha kufunga? Sasa hiyo Yanga kafanikiwa. Yanga kafanikiwa. Kaleta watu wenye majina. Baba, mtu anachalulile wewe unadombi utamwambia nini? Majina lakini hayachezi. Ndio mtu kasajiliwa babu. Nini kinapimwa? Performance. Alikotoka au vipi? Yaani chalulile kama mtu atakaa hapa, ataanza kumjaji, atakwambia tuisha issue labda ya umri. Ile kufunga magoli, bro. Jamani mfungaji. Unifahamu? Yaani wewe mtu kaenda kumchukua chalulile, afu wewe mchukua Dumbia. Kwa hiyo huku kwenye namna kufanya sajili Yanga kafanikiwa. Labda sasa I don't know kiwanjani itakuwaje, lakini huku kwenye sajili Yanga ndio maana umeona hata sajili zake zimekuja kama zimeleta mshamsha kubwa, yani kinoma noma. Kwa mfano umeona ile ya Shalulile, labda ile ya kina Tule ile kutoka huko barani Europe. Kwa hiyo imekuwa ni wakati ambao kwenye of course kwa mwaka huu kwenye issue ya sajili Yanga ndo ameteka. Yanga ndo ameteka. Kwa tutegemea kuyaona makubwa sana wakifanya Yanga Africans Club bingwa, lakini kwenye ligi ya ndani ambapo wamechukua mara 5 mfululizo. Hapo itategemeana kile ambacho mwalimu atakifanya. Itategemeana na mwalimu timu ambayo atakuwa ameiandaa, sababu kuleta watu wakubwa ni jambo moja, lakini pia mwalimu kutengeneza hiyo timu ni jambo lingine. Unaona pale kuna Real Madrid hawakuwa na timu mbaya mwaka jana, lakini ilikuwa ni ngumu kuacha kupata ile tunasema ile timu bora ya kufanya shinde mechi na shinde makombe. Kwa hiyo kuwa na timu bora jambo lingine, lakini pia mwalimu kutengeneza watu bora ili kupata timu bora zaidi jambo lingine. Sababu Yanga wana mwalimu mpya. Kumbuke hilo. Kwa Yanga ina mwalimu aliyepita awali. Sababu wanasema kuna muda Yanga walifanya marekebisho makubwa kidogo kwenye timu yao. Yaani inawezekana pale Shavuni huko kuna Okelo, Shavuni huko kuna kina Maxim pia Zengeli, kuna kina Mdasiri haya, kina Duke Abuya ambao wako mara kwa mara. Kwa hiyo ile timu au tuseme ile stability ya timu haijaondoka kihivi. Unafahamu? Ila kilichobaki ni kwamba tunasemea kilichobaki ni kwamba sajili zimefanyika, tuone mwalimu atakuja connect vipi kati ya watu waliowaleta kwenye timu na kile ambacho atakuja kufanyia kwenye timu. Lakini so far nadhani ni sajili bora ambazo zimefanyika.